kuna kicho ambacho kilikuwa kimekwama katika maisha yako kwa muda mrefu, na ninajua kwamba kupitia hilo neno, maybe hilo neno ndilo ambalo Mungu alikuanga amengojea. Kupitia hilo neno Mungu akaweze kutenda ama akaweze kukutendea hata bila tu kuombewa. Upate kuna hicho Mungu ameweza kufungulisha kupitia tu neno. Mungu anaheshimu neno kushinda jina lake yeye mwenyewe. So ningeomba katika hiki kipindi kukae na utulivu, kusikae na movement, na najua kwamba Mungu ataweza kutubariki na ataweza kututenda mema. Ningependa tukaweze kuombea neno. Jehova mfalme wa falme, tunasongea kwako mara tena mtakatifu harakatifu. Kwa hakika tangia tulipoanzilisha ibada ya siku ya leo umekuwa mema, umekuwa mwaminifu. Tumekuona mfalme wa falme, tumekuonja mtakatifu mema. Tazama mfalme wa falme, katika kila kipengele tumeona nguvu zako, tumehisi wema wako mfalme wa falme. Katika kila kipindi umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu Jehova Shama. Tazama mfalme wa falme, mashuhuda na ambaye umeshuhudiwa marapa, hakuna mwingine na ambaye ameweza kutenda peke yako na ambao umeweza kutenda mfalme wa falme. Tunakutukuza, tunakuabudu, tunakuheshimu dakika ya siku ya leo, tukisema kwamba wewe ni Mungu, wewe ni Ebeneza na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tukufananisha na nini mtakatifu mwema, ila tu tukaseme ni asanti Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho umetenda Rabi. Hakuna na ambaye ameweza kutenda, ni wewe peke yake na ambaye umetenda mfalme wa falme. Mwenyezi Mungu, tazama imewadia kipindi kingine na ambacho ni kipindi cha neno, kipindi muhimu mfalme wa falme katika ibada Jehova Shama. Katika hiki kipindi tunakukaribisha, tunakualika mfalme wa falme, tunakaribisha Roho yako Mtakatifu, tunakaribisha Yesu mwana wa Mungu katika hiki kipindi mfalme wa falme. Hii masaa mfalme wa falme, tunaomba mbingu likawe pamoja nasi mfalme wa falme, wacha ukaweze kutayarisha na ukaandae yetu mfalme wa falme Rabi, ili ile neno ambalo liko tayari kushuka mfalme wa falme likaweze kushuka kadri na mapenzi yako siku ya leo Mwenyezi Mungu. Ninaomba mtakatifu harakatifu, neno lako likapata nafasi mfalme wa falme, ya kuweza kupata nafasi katika mioyo yetu na likaweze kukita kambi mahali pale na tukaweze kurudi na ushuhuda. Fanyisha hilo neno kazi mtakatifu Mwenyezi Mungu. Ninaomba mfalme wa falme, vile neno lako limekusudia kushuka, kama ni tukukanya, kama ni kuweza kutufunza, kama mfalme wa falme ni kutubariki, vile upendavyo neno lako likaweze kushuka Jehova Shama. Utakapotenda sifa, heshima, mamlaka na utukufu zote zitakurudia Mwenyezi Mungu Rabi. Ninaomba mfalme wa falme katika hiki kipindi Mwenyezi Mungu ukaweze kuandaa na ukatarishe anga mtakatifu harakatifu, ili Roho yako Mtakatifu akashuka akapata nafasi mahali hapa. Roho yako Mtakatifu peke yake ndiye anambata kaza kunena mahali hapa. Tunanyamazisha kila sauti Rabi ambazo jaribu kuinuka kunena kuipinga neno lako Jehova. Tumenyamazisha kila roho mfalme wa falme, tumepingana na kila sauti Mwenyezi Mungu, maroho ambao huteka mawazo yetu katika kipindi cha neno, maroho mfalme wa falme usumbufu na movement Jehova Shama, yote tumeikanusha, tumeipinga katika jina la Yesu. Nafasi ni yako Mwenyezi Mungu, ukapata kushuka ukanene nasi. Mtumishi wako anapokaribia kwa madhabahu Rabi, tunaomba mfalme wa falme ukatirisha mafuta mabichi, isha mafuta mabichi juu yake, ile neno na ambalo umemtayarisha umeka ndani yake Mwenyezi Mungu, wacha likashuke kulingana na vile na ambavyo umekusudia. Tunamfunika kwa wingu la moto na damu ya Yesu, tunamfunika Mwenyezi Mungu na manukato ya neno lako Rabi, akaweze kunena neno lako mfalme wa falme kwa mafuta mabichi, kwa neema mpya mfalme wa falme siku ya leo Mwenyezi Mungu. Muunganisha na bingu, muunganisha na neema ya neno siku ya leo Jehova Shama Rabi, ili lile neno na ambalo atakaweza kunena nasi siku ya leo likaweze kutokana nawe mfalme wa falme Rabi. Tumemfunika na damu Yesu Kristo Rabi, katika jina la Yesu Kristo, ni kwa sababu naweza ianga mfalme wa falme Rabi. Sasa nafasi ni yako Mwenyezi Mungu, Roho Mtakatifu ukapata kutawala, ukapata kutamaraki kwa utukufu wa neno lako mahali popote hii sauti itakayofika siku ya leo, na wacha kukaa na badiliko katika jina la Yesu, na ukitenda sifa, heshima, mamlaka na utukufu zote zitakurudia Mwenyezi Mungu.
Ni katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu tunaomba kushukuru na kuamini. Sote tukaweza kusema amen. Tuseme amen tunapopigia Yesu makofi mazuri, tukapigia Mungu makofi mazuri, makofi mazuri kwa Mungu, makofi mazuri kwa Mungu. Ni kwa sababu yeye peke yake ndiye ameweza kutenda. Tupigie Reverend makofi mazuri, makofi mazuri kwa Reverend, makofi mazuri, makofi mazuri kwa Reverend hadi akafike kwa madhabahu. Makofi mazuri kwa Reverend. Karibu Reverend. Leo si mnajua ni Father's Day, si ndio? Na huyu ni baba yetu, si ndio? He is a spiritual father. Kwa hivyo ikiwa ni happy father, ikiwa ni Father's Day, tukamwambia aje happy Father's Day. Mungu akaweze kukubariki na akakutende mema. Ukiwa baba yetu, Mungu akakunemeshe zaidi, akakupe nguvu na akazidi kukuzidisha hekima hata ya kuongoza mlima wake, ya kutuongoza na hata unapotuombea Mungu akakuzidishie neema. Na ukiwa baba ya watoto wangu, ninaomba Mungu akakubariki sana, akakuinue zaidi na akaweze kuhifadhi zaidi, ili watoto wetu wakatuone kwa uzee wao na wakaweze kuringa na wewe zaidi na zaidi. Happy Father's Day. Amen. Our Reverend. Mungu akakubariki na akakutende mema. Amen. Tupigie mchungaji makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Mungu uzima akubariki na akutende mema katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata pia mimi ni wish all men a Father's Day. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ningeomba tukaweze kuketi katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wangapi wako na furaha siku ya leo? Kama uko na furaha nionyeshe kwa ishara ya mkono wako hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ayarudisha mkono yako nyuma hivi. Nipe high five. Amen. Mungu uzima awabariki na watende mema katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ni Reverend Ibrahim, ninampenda Yesu maana amekuwa kimbilio na tegemeo la maisha yangu. Hakika najivunia huyu Yesu maana najua kwamba kama sio yeye singekuwa mahali nimefika, na ubali nimefika singekuwa nimefika. Bwana Yesu asifiwe. Pia nashukuru Mwenyezi Mungu hata kwa ajili ya nyote na ambao umeingia kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Si mjipigie makofi mazuri, mjipigie makofi mazuri, jipigie makofi mazuri. Kwani hamjipendi? Jipigie makofi mazuri. Amen. Mungu uzima wabariki na wazidishie neema katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Geukia mwenzako mwambie karibu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mwambie karibu katika kisima cha Hope Celebration Church Githongori. Sema amen. Bwana apewe sifa. Wangapi wanatarajia kusikia neno la Mwenyezi Mungu? Nionyeshe kwa ishara ya mkono. Amen. Wangapi wanatarajia kusikia kutoka kwa mwanadamu? Nionyeshe kwa ishara ya mkono. Bwana Yesu asifiwe. Naona sisi wote tunatarajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sema amen. So Mungu uzima akawabariki na akawatende mema in the mighty name of Jesus. Nishukuru Mwenyezi Mungu maana siku ya leo ni ibada ya mafuta. Sema amen. Bwana apewe sifa. Na nianzie kusema hivi, wakati mtu anapotiwa mafuta ama wakati unapopakwa mafuta, kuna neema na kuna kibali ambayo hushuka. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukashike hivi maana labda unaweza kuwa haujui ama hauna ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na la Mungu tuambia kwamba wakati mmoja Daudi alitiwa mafuta, na wakati alipotiwa mafuta kibali ya Mwenyezi Mungu ikaweza kushuka kwa Daudi. Sema amen. Kuna nguvu mpya, kuna uongozi, kuna kipawa, kuna kibali na ambayo ilishuka ndani ya maisha yake. Sema amen. So hata siku ya leo najua kwamba wakati unapoenda kupakwa mafuta, hata wakati unapoenda kupata mafuta yako, sema amen, najua kwamba kunalo jambo na ambalo Mungu anaenda kutenda kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Na nashukuru Mwenyezi Mungu maana leo ni tarehe 21. Sema tarehe. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo ningetaka tuingie katika maandiko ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Danieli. Danieli mlango wa 10. Daniel chapter 10. Daniel chapter 10. Daniel chapter 10.
Nitasoma hapo kuanzia mstari wa kwanza na pia nitaenda nikiruka kwa ajili ya wakati na kwa ajili ya masaa katika jina la Yesu Kristo. Daniel chapter 10 kuanzia hapo mstari wa kwanza. Kama umefika hapo sema amen. Neno la Mungu linasema ya kwamba mnamo mwaka wa 3 wa utawala wa mfalme Koreshi wa Persia, Danieli aliyeitwa pia Belshaza alipewa ufunuo. Ufunuo huo ulikuwa wa kweli, lakini ulikuwa mgumu sana, haukueleweka. Hata hivyo alielewa ufunuo huo, maana pia alifahamu maono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ape sifa. Verse 2. Wakati huo Danieli alikuwa akiomboleza kwa muda wa majuma 3. Hakula chakula cha kifahari, hakuguza nyama wala divai, na hakujipaka mafuta kwa muda wa majuma hayo yote 3. Sema amen. Ningependa turuke hadi verse 9. Niliposikia sauti yake nilianguka chini kifudifudi na nikashikwa na usingizi mzito. Hapo mkono ukaniguza, ukanisimamisha na kuimarisha miguu ya mikono yangu. Akaniambia, Danieli, wewe unayependwa sana. Sema amen. Hapo kwa Danieli jieke jina yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, simama wima, usikilize kwa makini maneno nitakayosema, maana nimetumwa kwako. Alipokuwa akiniambia maneno haya, mimi nilisimama nikitetemeka. Verse 12. Ndipo yeye akaniambia, Danieli, eka jina yako, usiogope, maana alilisikia ombi lako tangu ile siku ya kwanza ulipoamua kujinyenyekesha mbele yake ili upate ufahamu. Mimi nimekuja kwa ajili ya ombi lako hilo. Verse 13. Mkuu wa ufalme wa Persia alinipinga kwa muda wa siku 21, lakini Mikaeli, mmoja wa wakuu, akaja kunisaidia. Wakati huyo nikamwacha huko pamoja na mkuu wa ufalme wa Persia. Nami nimekuja kukusaidia uyafahamu mambo yatakayowapata watu wako wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Verse 17. Mimi ni kama mtumwa mbele ya Bwana. Huyo ni Danieli anayesema, nitawezaje kuzungumza nawe? Sina nguvu na pumzi imeniishia. Verse 18. Yule mmoja alionekana kama wanadamu akaniguza kwa mara nyingine, akanitia nguvu, akaniambia, usiogope wewe unayependwa sana, uko salama, uwe imara na hodari. Aliposema hivyo, nami nilipata nguvu, nikamwambia, Bwana, umekwisha niimarisha, sema kile ulichokitaka kusema. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba kuna mtu mmoja ambaye jina lake alikuwa anaitwa Danieli. Sema amen. Na neno la Mungu linatuambia wakati mmoja Danieli kunao maono ambayo Mwenyezi Mungu alimletea. Na wakati Mwenyezi Mungu alipomletea hiyo maono kwa Danieli ilikuwa ni maono mazito na ni maono mangumu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linatuambia hivi, Ndiyo. Wakati Danieli alipogundua hivyo, Yes. Yeye aliingia kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ape sifa. Amen. Na wakati alipoingia kwa maombi, Ndiyo. neno la Mungu linatuambia hivi, wakati ule alipoanza kuomba, Mungu alisikia maombi ya Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati Mungu aliposikia maombi ya Danieli, Ndiyo. Mwenyezi Mungu akatuma malaika wake na ambaye jina lake anaitwa malaika Gabrieli. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo siku ya kwanza Danieli alipoanza kuomba, Ndiyo. maana alianza kuomba maombi ya kujinyenyekesha mbele za Jehova. Oh, yes. Akiweza kumsihi Mwenyezi Mungu, Ndiyo. akaweze kuonekana kwa ajili ya maisha yake. Oh, yes. Naye Mwenyezi Mungu kumbe alisikia sauti ya Danieli
Danieli. Ndio. Maana Danieli alikuwa anapelekana vyema na Mwenyezi Mungu. Oh, yes. Na Mungu akatuma malaika wake. Ndio. Lakini neno la Mungu linatuambia hivi. Yes. Danieli akaomba siku ya kwanza. Ndio. Akaomba siku ya pili. Oh, yes. Akaomba wiki ya kwanza. Ndio. Akaomba wiki ya pili. Yes. Na akaomba wiki ya tatu. Ndio. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile tunavyojua ya kwamba kila wiki huwa na siku 7. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tukapelekane hivi, maana najua ya kwamba kunalo jambo nataka ukashike siku ya leo. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danieli akaomba wiki ya kwanza Ndio. bila majibu. Yes. Akaomba wiki ya pili bila majibu. Akaomba wiki ya tatu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kumaanisha aliomba siku ngapi? Bwana apewe sifa. Amen. Aliomba siku ngapi? Kila wiki iko na siku 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na aliomba for 3 weeks. Yes. Bwana apewe sifa. Amen. So aliomba siku 21. Na leo ni tarehe ngapi? 21. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuendanishe, nataka tuende tupelekane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Aliweza kuomba siku ya kwanza Ndio. hadi siku ya 21. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hakuna jambo na ambalo alikuwa anasikia. Ndio. Bwana apewe sifa. Amen. Kumbe Mungu alikuwa already ashatuma malaika wake. Oh, yes. Aende mahala pale kwa Danieli. Ndio. Akaweze kumpa jawabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini na Mungu inatuambia kwamba Ndio. yule malaika ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu, Oh, yes. aliweza kuzuiliwa kwenye anga. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kumaanisha nini? Ndio. Ile maombi ya Danieli, Yes. ilikuwa tayari ishajibiwa. Ndio. Lakini ilikuwa imekamatwa kwenye anga. Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Malaika Gabrieli ambaye alikuwa ametumwa na ujumbe wa Danieli, Ndio. alikuwa amezuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona ninapoangalia Danieli, Ndio. ninaona ya kwamba alizidi kuuliza Mwenyezi Mungu maswali. Ndio. Bwana apewe sifa. Amen. Maana haikuwa kawaida ya Danieli Ndio. yeye kuingia kwa maombi anakosa kupata jawabu instantly. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye Mungu wakati aliposikia Danieli anaendelea kupasista, Ndio. Mwenyezi Mungu wakati alipoangalia, Yes. akagundua ya kwamba malaika wake na ambaye alikuwa ametuma, Ndio. alikuwa amezuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu natuambia kwamba Ndio. Mungu naye akatuma malaika wake, Oh, yes. ambaye huitwa malaika Mikaeli. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kazi ya malaika Mikaeli, Ndio. yeye hakuna kitu kingine anachojua. Yes. Yeye kazi yake ni vita. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. So Mwenyezi Mungu akaangalia kaona ya kwamba Ndio. kwa hizi siku 21 Ndio. hakuna malaika mwingine ambaye nitakayetuma, Yes. ila ni malaika tu Mikaeli. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu natuambia hivi. Ndio. Mwenyezi Mungu akatuma malaika Mikaeli. Oh, yes. Na wakati alipotuma malaika Mikaeli, Ndio. malaika Angel Michael akashuka na jeshi lake na mbinguni. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati aliposhuka, Yes. akatazama kama akapata ya kwamba Ndio. malaika Gabrieli amezuiliwa kwenye anga. Ndio. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linanifurahisha siku ya leo. Ndio. Maana linatuambia hivi. Yes. Yule malaika Mikaeli Ndio. aliweza kupingana na yule malaika wa shida. Ndio. Yule malaika aliyekuwa anaitwa malaika wa Persia. Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Neno la Mungu linatuambia hivi. Ndio. Ya kwamba katika hii anga, Yes. kuna marona ambaye utawala kwenye anga hii. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na moja yao, Yes. na moja wao ni malaika wa Persia. Ndio. Ambaye ni malaika wa shetani. Yes. Ambaye ni malaika wa kuzimu. Ndio. Yeye kazi yake ni kuzuilia. Ndio. Yeye kazi yake ni kupinga maombi. Yes. Yeye kazi yake ni kupinga watu kuinuka. Ndio. Yeye kazi yake ni kupinga baraka za watu. Yes. Yeye kazi yake ni kuishi kunyamazisha ama kutesa watu wa Jehova. Ndio. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika wa Persia Ndio. alikuwa amezuilia malaika wa Jehova, Yes. ili wampinge ali asiweze kuletea Danieli ujumbe. Ndio. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini nafurahia neno la Mwenyezi Mungu. Ndio. Maana linatuambia hivi. Yes. Mwenyezi Mungu akatuma malaika wake wa Mikaeli, Ndio. ambaye ni malaika wa vita. Oh, yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma
maandiko Mwenyezi Mungu Ndio. inatuambia kwamba mbinguni Yes. kuna malaika mbalimbali Ndio. na kuna mamilioni wa malaika. Ndio. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na siku moja nitatafuta wakati Ndio. ili tukaweze kuona, tukaweze kufunua ama tukaweze kujua aina ya malaika na ambao utawala kwenye anga. Ndio. Wale malaika na ambao Mwenyezi Mungu ameunda ili wakaweze kufanya kazi yake. Ndio. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Maana kuna malaika Mikaeli Ndio. ambaye kazi yake ni malaika wa vita. Oh, yes. Yeye hajui kupembeleza. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye wakati anashuka, Ndio. yeye hukuja na silaha zote za mbinguni. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna malaika anaitwa malaika Gabrieli. Ndio. Ambaye kazi yake ni malaika na ambaye Yes. huleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Na yule ndiye malaika na ambaye Yes. alitembelea Mariamu. Ndio. Akatembelea Elizabeth. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akakuja na baraka za mtoto. Ndio. Akakuja na ujumbe wa baraka. Yes. Sema amen. Amen. Kuna malaika wengine na ambao Ndio. wanaitwa makerubi na maserafi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Kazi yao Ndio. ni wakati tunapoomba. Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati tunapoinua taabiko zetu, Ndio. wanazipeperusha mabawa yao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile maombi yetu inafikia Mwenyezi Mungu Ndio. ikiwa harufu nzuri. Yes. Sema amen. Amen. Na kazi ingine yao, Ndio. kazi yao ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Na kuna malaika mwingine Ndio. ambaye huitwa malaika Rafaeli. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hiyo nitakuja kufunza lakini si leo. Ndio. Bwana apewe sifa. Amen. Kile na ambacho nataka tukashike Yes. ni ya kwamba Mwenyezi Mungu Ndio. akatuma malaika Mikaeli. Yes. Akamwambia nenda mahali pale. Ndio. Maana malaika Gabrieli Yes. amezuriwa mahali pale. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu natuambia kwamba Ndio. wakati malaika Mikaeli aliposhuka, Yes. akakuta ule mfalme wa Persia, Ndio. yule malaika mchafu wa shetani, Yes. ambaye alikuwa amekamata malaika Gabrieli. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kinachonifurahisha, Ndio. neno la Mwenyezi Mungu linatuambia Yes. akaweza kupigana na yule malaika wa Persia. Ndio. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na akamshinda nguvu. Ndio. Na wakati alipomshinda nguvu, Yes. yule malaika Gabrieli Ndio. akaachiliwa. Yes. Akaenda kwa Danieli. Ndio. Akampelekea ile ujumbe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo Ndio. nimekuja na ujumbe wa Jehova. Yes. Nikuambie ya kwamba Ndio. imefika wakati Yes. kumbe Jehova Ndio. alisikia maombi yako. Yes. Kumbe Jehova Ndio. alisikia kilio chako. Yes. Kumbe Jehova Ndio. aliona kujitolea kwako. Yes. Kumbe Jehova Ndio. aliona kusimama kwako Ndio. na kazi yake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna turoho Ndio. ambazo tuliinuliwa, Yes. tukaweza kupinga Ndio. jawabu lako. Yes. Tukaweza kupinga Ndio. maombi yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku ya leo nimekuja na ujumbe wa Jehova Ndio. nikuambia kwamba Yes. kila mfalme wa Persia Ndio. ambaye amesimama Yes. kupinga maisha yako, Ndio. kila mfalme wa Persia Yes. ambaye amesimama Ndio. kukamata maono yako, Yes. kukamata baraka zako, Ndio. kukamata kizazi chako, Yes. kukamata ndoa yako, Ndio. kukamata kipawa, Yes. kukamata kanisa, Ndio. kukamata wachungaji, Yes. kukamata visa yako, Ndio. kukamata pasipoti yako. Ndio. Siku ya leo malaika Mikaeli Yes. na akashuke Ndio. katika jina la Yesu. Yes. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Walizuilia malaika Gabrieli Ndio. kwa muda mrefu. Yes. Wamezuilia maisha yako. Ndio. Wamezuilia baraka zako Yes. kwa muda mrefu. Ndio. Lakini siku ya leo Ndio. ikiwa ni tarehe 21, Ndio. Bwana apewe sifa. Amen. Na ikiwa ni siku ya mafuta, Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jehova anaachilia Yes. malaika wake. Ndio. Kila vifungo walieka, Yes. kila bario walieka, Ndio. zote zinaondoka Yes. katika jina la Yesu Kristo. Yes. Sema amen. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Yeah. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yeah. Yesu makofi mazuri. Yeah. Ndio maana nikagundua, Yes. kumbe ndio maana Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akaweka siku hii ya leo Yes. ikiwa tarehe 21 Ndio. iwe siku ya mafuta. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe Mungu alikuwa amepanga. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio hata naye mpendwa, siku ya leo Yes. kama kuna chochote chako Ndio. ambacho kimezuiliwa kwenye anga, Yes. haijalishi kama ni mfalme wa Persia, Ndio. haijalishi hata kama kuna mchawi, Ndio. haijalishi hata kama kuna mganga,
haijalishi hata kama kuna maombi chafu, haijalishi hata kama kuna adui aliinuka, lakini my brother, my sister, nataka nikuambia kwamba siku ya leo sio wewe unayejipigania, bali kuna malaika ambaye ni malaika Mikaeli. Sema malaika Mikaeli. Sema malaika Mikaeli. Anashuka leo katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Danieli ameomba siku ya kwanza, siku ya pili, wiki imeisha, wiki ya pili imeisha, wiki ya tatu imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Amefika mahali mpaka ameanza kuuliza Mungu maswali. Inaweza kuko mahali hapa umekukililia Mwenyezi Mungu, unalo jambo na amparo, umekukisi Mwenyezi Mungu, lakini kumbe Mungu aliachilia baraka, lakini kumbe kuna sarakazi zilifanyika kwenye ulimwengu wa kiroho zikazuilia maisha yako. Lakini my brother, my sister, nataka nitangaze hivi, haijalishi ni nani na ambaye alisimama kwenye anga yako, haijalishi nani na ambaye amesimama kwa maisha yako, lakini siku ya leo tunatangaza ya kwamba malaika wa Jehova, malaika wa vita, ambaye ni malaika Mikaeli, akashuka siku ya leo, akashuka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Umeishi na kutaambika, umeishi na kilio. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi kuuliza Mungu ni hadi lini? Bwana pesifa. Kumbe Mungu alisikia ombi lako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kukafanya sarakasi kwenye ulimwengu wa kiroho. Bwana pesifa. Kukainirua maroho ili iweze kupinga maisha yako. Lakini siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe, ikiwa tarehe 21, siku na ambayo Mwenyezi Mungu alituma malaika wake Mikaeli, hata siku ya leo ikiwa tarehe 21, najua ya kwamba unalo jambo na amparo Mwenyezi Mungu anatenda, unalo jambo na amparo Mwenyezi Mungu anaenda kutimiza katika jina la Yesu Kristo. Wale na ambao maisha imefungwa wanaachiliwa leo. Wale na ambao ndoa zimefungwa zinaachiliwa. Wale na ambao maisha yao imekamatwa zinaachiliwa. Wale na ambao kazi zimekamatwa zinaachiliwa. Wale na ambao masomo yao imefungwa zinaachiliwa. Sema Jesus. Sema Jesus. Sema Jesus. Sema Jesus. Sema Jesus. Ingekuwa wewe, ningepigia Jehova makofi na shangwe katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Haijalishi mbinu walioitumia. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi mbinu na ambao walitumia, lakini siku ya leo the angel Michael, the angel of war, anashuka kutetea maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Danieli anaishi kumlilia Mungu. Anafika mahali hata anakufa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe ni malaika wa baraka zake. Amekamatwa, amefungwa. Lakini my brother, my sister, siku ya leo nataka nikutie nguvu, nikwambia kwamba hata na wewe, yeyote aliyezuilia maisha yako, yeyote aliyezuilia kipawa yako, yeyote aliyezuilia kuinuka kwako, yeyote na ambaye amezuilia kupanuka kwako, yeyote na ambaye amezuilia kupata kazi, yeyote na ambaye Jehova, yeyote na ambaye amezuilia hata mlima wa celebration church kuinuka, sio sisi tunayepigana naye, bali ni malaika Mikaeli anayeshuka kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Wengine wangekuwa kazi njema, wengine wangekuwa kazi mzuri, lakini kumbe kazi zilifunguliwa, maisha yao ilifunguliwa, lakini wamezuiliwa. Lakini siku ya leo nimekuja na ujumbe wa Jehova kuambia kwamba malaika Mikaeli anashuka kwa maisha yako kutetea maisha yako. Sema amen. Bwana pesifa.
Wacha nikwambie jambo moja. Oh, yes. Na Mungu tuambia kwamba Ndio. wakati wana wa Israeli walipofika kwenye bahari la Shamu, Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyezi Mungu aliwatetea mahali pale. Yes. Maana kuna malaika alituma mahali pale. Ndio. Jehova, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule malaika alikuwa malaika Mikaeli. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiye aliyeshuka mahali pale Ndio. akatetea wana wa Israeli. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wakati Yehoshafati alikuwa amefuatwa, hata wakati vita ilikuwa mingi, Ndio. yule malaika Mikaeli ndiye aliyeshuka. Oh, yes. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hata naye mpendwa siku ya leo, Ndio. nataka nikutie nguvu nikwambia kwamba Oh, yes. neno la Mungu linakuita ya kwamba Ndio. wewe ni mtu uliyependwa. Yes. Neno la Mungu linasema Ndio. usiogope. Yes. Sema amen. Amen. Geukia mwenzako mwambie usiogope. Usiogope. Mgeukie mwambie usiogope. Usiogope. Mgeukie mwambie usiogope. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama maadui watainuka kama dhoruba, Ndio. hata kama hukumu na vita zitainuka kama dhoruba, Yes. wewe ni mtu uliyependwa. Ndio. Nataka nikutie nguvu nikwambie, Yes. usiogope. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kuna malaika wa Jehova Yes. ambaye anashuka siku ya leo. Oh, yes. Bwana apewe sifa. Amen. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, maana ninahisi ya kwamba already malaika wa vita tayari ashashuka. Amen. Anapigania watoto wake. Ndio. Anapigania watoto wa Jehova. Yes. Anatetea maisha yako Ndio. katika jina la Yesu Kristo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi hata kama kuna watu Ndio. usiku na mchana Yes. kuzunguka mahali mnaishi, Ndio. wanazunguka usiku na mchana. Yes. Hata wengine wakiwa uchi Ndio. ili waroge maisha yako. Yes. Wengine wanangojea Ndio. wakati unapotembea. Yes. Wanakamata mchanga Ndio. ili wakuroge. Yes. Lakini siku ya leo, siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika Mikaeli aanze kushughulika. Yes. Aanze kushughulika. Aanze kushughulika. Yes. Aanze kushughulika katika jina la Yesu Kristo. Yes. Haijalishi hata kama kuna mtu alikurushia magonjwa. Yes. Haijalishi hata kama kuna mtu alikurushia roho ya kukosa kazi. Siku ya leo natangaza katika jina la Yesu, malaika Mikaeli aanze kazi. Jesus. Aanze kazi. Aanze kazi katika jina la Yesu Kristo. Yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Siku ya leo, Leo. malaika Mikaeli asipumzike. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atetee watoto wa Jehova. Oh, yes. Apiganie watoto wa Jehova. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, yes. Atetee wachungaji wake. Ndio. Atetee wafanyikazi wake. Oh, yes. Atetee madhabahu haya. Ndio. Atetee kila mmoja kwa mahali hapa. Oh, yes. Katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Kile na ambacho unachohitaji Ndio. na kiliachiliwa kikafungwa. Yes. Siku natangaza Ndio. kiachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Oh, yes. Kama ni finances zako Ndio. ambazo zilikamatwa, Yes. ziachiliwe dakika sasa. Ndio. Kama ni masomo yako Yes. ambayo ilikamatwa, Ndio. iachiliwe sasa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hatuwezi ishi tukiwa na kilio. Bwana apewe sifa. Amen. Hatuwezi ishi tukiwa na machozi. Kumbe kuna mtu na ambaye amekamata maisha yetu. Sema amen. Amen. Siku leo malaika Mikaeli ashuke kwa haraka. Oh, yes. Ashughulike. Ndio. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na kama vile nilikuambia kwamba wakati malaika Mikaeli anaposhuka, Yes. yeye ajuangi kupembeleza. Ndio. Sema amen. Amen. Yeye wakati anapotumwa, yeye anatumangwa specifically kwa ajili ya vita. Oh, yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeyote ambaye amesimama kinyume na maisha yako, Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Malaika Mikaeli apigane na yeye. Oh, yes. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Amen. Yote na ambaye amesimama kinyume na baraka zako, Oh, yes. malaika Mikaeli apigane sasa. Oh, yes. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu natuambia hivi. Ndio. Wakati Daudi alitiwa mafuta. Oh, yes. Bwana apewe sifa. Amen. Kuna neema na kuna malaika walioshuka na wakapenya ndani yake. Oh, yes. Sema amen. Amen. Mmoja wao alikuwa ni malaika Mikaeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Malaika mwingine alikuwa ni malaika wa kibali. Ndio. Mwingine alikuwa ni malaika wa baraka. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mpendwa, siku ya leo, Oh, yes. ikiwa ni siku ya mafuta, Ndio. wakati unapenda kukupaka mafuta, Oh, yes. wakati unapenda kubeba mafuta yako, Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hii mafuta imejaa nguvu za Jehova. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii mafuta imejaa malaika wa Jehova. Oh, yes. Malaika wa vita wa kukutetea. Ndio. Mafuta wa malaika wa Jehova
kupigania maisha yako. Ndio. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Unajua wakati nilipokuwa naombea mafuta, Yes. nikaambia Mwenyezi Mungu, kwa hii mafuta Ndio. unaifanya ama ikaibadilisha ikae ni lile agano ama lile saduku la agano. Sema amen. Amen. Lina ambalo Mwenyezi Mungu aliwapa wana wa Israeli. Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Na Mungu tuambia kwamba lile saduku la agano mahali pote liliwekwa kulikuwa kunapatikana ushindi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wakati maadui walipochukua lile saduku la agano, Yes. Bwana apewe sifa, Amen. wakalipeleka wakaweza kuliweka mahali kulikuwa na miungu ya Dagon. Ile miungu ni kuvunjika na kuboromoka, iliboromoka. Ndio. Sema amen. Amen. Nikaambia Mwenyezi Mungu hii mafuta akaijaza na upako mpya. Yes. Nikamwambia Jehova aijaze mafuta ina kibali mpya. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yote atakayesimama kinyume na maisha yako Ndio. kuanzia siku ya leo, natangaza hatuna huruma na yeye Ndio. katika jina la Yesu Kristo. Yes. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Unajua kuna wakati inafikanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kuna wakati mmoja Yesu alifika akakasirika, maana aliingia kwenye hekalu akapata watu wanafanya biashara mara pale. Sema amen. Alikasirika akachukua kiboko akawacharaza. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati inafikanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata sisi tukaingiwa na hasira ya kiroho. Yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hasira ya kiroho. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Geukia mwenzako mwambie hasira ya kiroho. Hasira ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si hasira ya kwenda kupiga watu huko nje. Bwana apewe sifa. Amen. Ni hasira ya kuingia katika ulimwengu wa kiroho, Oh, yes. kuvuruga na kukamata kila ngome na kila maroho ambayo imezuia baraka zetu. Ndio. Sema amen. Amen. Tunavuruga hizo mbingu, tunavuruga hizo anga. Oh, yes. Bwana apewe sifa. Amen. Kile na ambacho ni chetu kinaachiliwa Yes. katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Hiyo ndio hasira ya kiroho. Ndio. Nataka ukapokee siku ya leo. Yes. Kama kuna mtu alisema kinyume na maisha yako, Ndio. umempa nafasi ya kubadilika, amekataa kubadilika. Yes. Sasa ambia Jehova Ndio. ashuke katika jina la Yesu Kristo. Yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. My brother, my sister. Oh, yes. Siku ya leo nina imani na neno la Jehova ya kwamba kuna rojapo anaenda kutenda in the mighty name of Jesus. Oh, yes. Sema amen. Amen. So kama kuna nira zilieko kwa maisha yako, kama kuna mizigo ilibebeshwa mabegani mwako, siku ya leo Mwenyezi Mungu anaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Sema Yes. amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ningetaka tuingie katika neno la Jehova katika kitabu cha Isaia. Neno la Jehova in the book of Isaiah. Isaiah chapter 10. Isaiah chapter 10. Isaiah chapter 10 kuanzia hapo mstari wa 24. Isaiah 10 verse 24. Isaiah 10 verse 24. Nani atatusomea? Isaiah 10 kuanzia hapo mstari wa 24. Isaiah 10 verse 24. Isaiah 10 verse 24. Aha. Kwa hiyo Bwana Bwana wa majeshi asema hivi, aha, enyi watu wangu enye watu wangu mkao katika Sayuni, nyinyi mkao katika mlima Hope Celebration Church, msiogope Ashuru, msiogope Washuru, ingawa akupiga kwa fimbo ingawa kupiga kwa fimbo na kulinua gongo lake juu yako, na kuinua gongo lake juu yako, kwa maana ya Kimisri. Maana bado kitambo kidogo tu ghadhabu itakoma, na hasira yangu itageuka kuangamiza. Amen. Amen. Tuendelee. Na Bwana wa majeshi ataamsha mjeredi juu yake, Aha. kama vile alivyopiga Midiani Ndio. karibu na jabari la Arebu. Ndio. Na fimbo yake itakuwa juu ya bahari, Yes. naye atainua kwa namna ya Kimisri. Ndio. Tena itakuwa katika siku hiyo, Aha. mzigo wake utaondoka begani mwako, Aha. na nira yake shingoni mwako, Ndio. nayo nira itaharibiwa Ndio. kwa sababu ya kutiwa mafuta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na Mungu natuambia hivi, Mwenyezi Mungu akanena na watu wa Israeli akawaambia kwamba
hata kama wale wa Ashuru, hata kama kuna Wamidiani, hata kama kuna maadui ambao wamezunguka, wameishi kukandamiza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu akaambia wana wa Israeli kwamba msiogope, maana mimi Mwenyezi Mungu hasira yangu imewaka, ama hasira yangu inaenda kuwaka kwa ajili ya wote ambao wameishi kukandamiza maisha yenu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na akawaambia kwamba hata kama kuna nira na ambazo ziliwekwa shingoni mwenu, hata kama kuna mizigo ambayo ilibebeshwa mabegani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haijalishi hata kama watu na ambao walizunguka maisha yenu ni watu na ambao wenye nguvu. Haijalishi hata kama ni watu wako na maarifa. Haijalishi hata kama ni watu wako na majina makubwa. Haijalishi hata kama ni wafalme wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu akamwambia Isaia, nenda ukaambie watoto wangu ya kwamba kama vile nilivyofanya wakati wa Ashuru, wakati wa Midiani, wakati wa Misri, hata siku ya leo nenda kutenda vile vile. Hata naye my brother, my sister, nataka nikutie nguvu, nikuambia ya kwamba hata naye usiogope, maana yule Mwenyezi Mungu aliyetenda zile nyakati hata sasa ungali yako. Yule Mwenyezi Mungu aliyetetea wana wa Israeli, aliyewapigania dhidi ya Washuru, aliyewapigania dhidi wa Midiani, yule na ambaye aliwapigania dhidi ya Wafiti, hata siku ya leo anapigania maisha yako. Na Mungu nasema ya kwamba hata zile nira na ambazo zilikuwa zimewekwa shingoni mwao, ile magonjwa na ambayo imewekwa maishani mwako, ile madeni na ambayo imewekwa maishani mwako, ile roho ya kung'ang'ana iliyeko maishani mwako, ile madhabahu shafu imeishi kupinga maisha yako, siku ya leo inaondoka, inaondoka katika jina la Yesu. Kila vita zote walikuinulia za maombi chafu, waliinua ugandamizo zao, waliinua mauchawi yao, waliinua rejection zao, lakini leo natangaza zozote waliinua, Jehova anaziondoa siku ya leo. Hata kama walibadilisha destiny yako, wakabadilisha nyota yako, wakasema utaishi maisha chafu, makiuga ugotora na kirero na umothe toka gwere aterere kwena hinya mwero kwena muraika. Jehova arekereirie muthenya wa mothe, maraika Mikaeli ni araroka, ni arorokete muthenya wa mothe. Aria matare mawira ni maramukira, aria arwaru ni marahona, wale na ambao ni wagonjwa wanapokea uponyaji wao, wale na ambao wamefika mwisho wanapokea mwanzo mpya. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale walifungwa ili wasiendelee. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa uwezo anafungua milango yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana apewe sifa. Hata wale na ambao uko mahali hapa, labda unatafuta kazi, unatafuta mambo ya kwenda ng'ambo, hata na Mungu afungue milango katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Kazi yako iachiliwe, biashara iachiliwe, watoto wako waachiliwe, masomo iachiliwe, nyumba yako iachiliwe, nyumba yenu iachiliwe, familia yenu iachiliwe, ndugu zako waachiliwe, dada zenu waachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu nasema hivi ya kwamba kwa kutiwa mafuta zile nira zilizoekwa shingoni mwao zinaenda kuvujika. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mwenyezi Mungu, maana najua kwamba siku leo kuna jambo linaenda kutendeka katika ulimwengu wa kiroho. Sema amen. Bwana apewe sifa. Na mimi najua kwamba si ati ya kwamba litakuja kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Limeanza kutendeka katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana apewe sifa. Na nina imani ya kwamba wengi tunarudi mahali hapa na kushuhudia makuu ya Jehova. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na malaika Mikaeli
kuanzia dakika sasa Oh, yes. aanze kutetea watoto wa Jehova. Ndio. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoro kwina kirathimo giaku Oh, yes. kiohetwo na gikahingwo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gutiramakania no. Yes. Gutiramakania kana ni athamaki. Oh, yes. Gutiramakania kana ni achawi. Ndio. Gutiramakania kana ni arogi. Yes. Gutiramakania kana ni aragori. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gutiramakania kana ni devil worshiper. Yes. Gutiramakania kana ni illuminati. Ndio. Gutiramakania kana ni majini. Yes. Mwathani agocwo. Amen. Muthenya uyu wo muthe. Ndio. Muraika Mikaeli. Yes. Yararorera muturire waku. Ndio wa rĩtwa rĩa Jesu. Yes. Malaika Mikaeli Ndio. anatetea familia yenu. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Wewe uliye mahali hapa. Ndio. Wewe unayependwa na Jehova. Yes. Usiogope. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogope. Yes. Maana Mwenyezi Mungu Ndio. anakutetea. Sema amen. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Geukia aliye karibu na mwambie wewe uliyependwa na Mwenyezi Mungu. Wewe uliyependwa na Mwenyezi Mungu. Inua sauti yako mwambie unayependwa na Mwenyezi Mungu. Wewe unayependwa na Mwenyezi Mungu. Usiogope. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Don't fear. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Fear not. Maana kuna Mwenyezi Mungu ambaye anatetea maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Na imani siku ya leo kuna jambo Mungu amekusudia kutenda. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama uliingia mahali hapa ukiwa umefika mwisho, Oh, yes. usiogope. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bara kuna jambo Mungu anatenda na ameanza kutenda kwa maisha yako. Oh, yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nashukuru Mwenyezi Mungu maana leo ikiwa ibada ya mafuta, bado hata Thursday ikiwa siku ya mafuta, Bwana ape sifa. Amen. Nashukuru Mwenyezi Mungu maana najua ya kwamba kuna jambo anaenda kutenda na kuna jambo anatenda kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Wasio na kazi wapokee kazi. Amen. Wanaotaka kwenda ng'ambo wakaende. Yes. Bwana pewe sifa. Amen. Wale na ambao wanahitaji biashara wakapokee. Oh, yes. Wale na ambao wanahitaji kutumikia Mwenyezi Mungu wakamtumikie. Ndio. Wale na ambao vipawa zao zilizimwa na zikakamatwa sasa Yes. zifunguliwe. Ndio. Sema amen. Amen. Wale na ambao ni wagonjwa ndani ya miili yao sasa wakapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Oh, yes. Wale familia zao kuna madhabahu imekuwa ikinena kinyume na maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo madhabahu ikavunjike na ikaporomoke katika jina la Yesu Kristo. Yes. Wakapokea uponyaji ndani ya familia zao, wakapokea maisha urejesho kwa nyumba zao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amen. Na Mwenyezi Mungu abadilishe maisha yako. Kama umeishi kudharauliwa, umeishi kuitwa majina, umeishi kudhihakiwa, kuanzia siku ya leo Mwenyezi Mungu badilishe maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile alibadilisha maisha ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Hata nawe siku ya Mungu abadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua unaweza pata uko na kilio kwa muda mwingi na wakati mrefu. Oh, yes. Sema amen. Amen. Kumbe baraka zako ziliachiliwa kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ape sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kumbe kuna sarakazi zilifanyika kwa ulimwengu wa kiroho. Wakaeka curtain za kiroho, wakaeka pazia za kiroho ili kuzuilia maisha yako. Wengine waliona ya kwamba unaenda kubarikiwa. Wengine waliona ya kwamba utaenda kuinuka zaidi. Wengine waliona ya kwamba uko na nyota kwa familia yenu. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakaona ya kwamba ukiendelea hivyo na ambavyo unavyoendelea utawazidi. Sema amen. Amen. Wakasema ya kwamba lazima nitazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini my brother, my sister, siku ya leo Mwenyezi Mungu anadeal na wao. Oh, yes. Haijalishi hata kama watajificha kwa mashimo. Ndio. Haijalishi hata kama watajificha kwa madhabahu yao. Oh, yes. Haijalishi hata kama watajificha ndani ya tunyungu twao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini malaika Mikaeli anatembea na ametembea huko katika jina la Yesu Kristo. Oh, yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ape sifa. Amen. So hata naye siku ya leo kuwa na imani ya kwamba there is something God is doing upon your life. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yote atakayesimama kinyume na maisha yako, Ndio. Mungu uzima na amlaani. Oh, yes. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Amen. Kuna wakati inafikanga, Bwana ape sifa. Amen. Hata Mwenyezi Mungu anasema nimeapa. Oh, yes. Bwana ape sifa. Amen. Na maana Mungu ametupa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatuambia kwamba kile mtakachoamrisha
hapa dunia mbinguni nitaweza kutimiza. Oh, yes. Sema amen. Amen. So hata nasi siku ya leo Ndio. tunatangaza ya kwamba Yes. yeyote na ambaye Ndio. amesimama kinyume na maisha yako, Yes. yeyote na ambaye amesimama kinyume na maisha ya kanisa, Ndio. yeyote na ambaye amesimama kinyume na maisha ya baraka zako, Ndio. Mungu apite na yeye. Oh, yes. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yeyote na ambaye alienda huko mbele akachafua maisha yako, Yes. ili usiweze kupokea baraka. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu aanze kudili na yeye Oh, yes. katika jina la Yesu Kristo. Oh, yes. Sema amen. Amen. Hatuna huruma tena na adui. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuna huruma na wale na ambao wanagandamiza maisha yako. Oh, yes. Wamefanya watu wengi wafike mahali wanasema ya kwamba hakuna Mungu. Bwana apewe sifa. Kumbe kuna jambo na ambalo Mwenyezi Mungu alitenda, lakini wakakamata. Bwana apewe sifa. Amen. Enough is enough. Yes. Sema amen. Amen. Geukia mwenzako mwambie enough is enough. Enough is enough. Bwana apewe sifa. Amen. Hajashika, mwambie enough is enough. Enough is enough. Mwambie sitalia tena. Sitalia tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mgeukie mwambie mimi silii tena. Mimi silii tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu tuambia kwamba anaheshimu neno lake kuliko jambo lingineo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata neno lake analiheshimu. Oh, yes. Hata siku ya leo najua kwamba kunalo jambo Mungu anatenda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na imani ya kwamba kupitia nguvu ndani ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupitia nguvu za Jehova ndani ya mafuta. Oh, yes. Kuna jambo na ambalo Mungu anaenda kutenda in the mighty name of Jesus. Oh, yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu afungue mwanzo mpya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni kibali, Mungu akupe kibali kisicho cha kawaida. Oh, yes. Sema amen. Amen. Kama kuna mahali haungefika sasa ufike katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Vile malaika Gabrieli alishuka na akampa Danieli ujumbe na ambao alikuwa anahitaji. Yes. Hata nawe siku aliyopokea malaika wako wa baraka. Ndio. Pokea malaika wako wa kibali. Pokea. Upokee malaika wako wa kuinuka na kupanuka. Pokea. Upokee malaika wako wa biashara. Pokea. Upokee malaika wako wa kwenda ng'ambo. Pokea. Upokee malaika wako hata wa kujenga. Pokea. Upokee malaika wako hata wa kujibeba. Pokea. Katika jina la Yesu Kristo wa Oh, Nazareti. yes. Upokee malaika wa kunawirisha kipawa chako. Pokea. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, yes. Hata katika mlima huu Ndio. Mungu akaachilie neema na kibali mpya. Yes. Katika jina la Yesu Kristo wa Oh, yes. Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Nina imani na neno la Jehova ya kwamba kuna jambo anaenda kutenda in the mighty name of Jesus. Oh, yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na wakati unapoenda hata na mafuta yako nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jua ya kwamba umebeba agano la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umebeba agano la saduku ya Mungu. Oh, yes. Sema amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na I'm 100% sure kuanzia siku ya leo. Bwana apewe sifa. Amen. Kuna mambo hata utakunenda kupata unapata ya kwamba imeondoka, haitaki mkaribiane na yenyewe. Oh, yes. Sema amen. Amen. Maana kuna malaika ambaye anaenda kukutangulia, atatembea mbele yako na atakufuata nyuma upande na upande katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Na kuanzia siku ya leo, wakati unapoenda kupakwa mafuta, Bwana Yesu asifiwe, hata wakati unapoenda na mafuta yako nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kuna mahali ulienda pakakuwa hapawezekani, rudi mahali pale ukiwa na imani ya kwamba kuna jambo Mungu anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na nimemaliza, ningeomba tukaweze kusimama kwa miguu yetu. Tukaweze kusimama kwa miguu yetu, tusimame kwa miguu yetu. Ningeomba ukachukue nafasi, ingia kwa maombi, ambia Jehova siku ya leo nikienda kupakwa mafuta, hata wakati napenda kwenda na machupa yangu ya mafuta, ya kwamba siku ya leo kila chote na ambacho ni changu na ni cha baraka kimezuiliwa kwenye anga kikaachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kinywa chako kamwambie Mwenyezi Mungu, siku leo naomba baraka zangu zikaachiliwe. Ambia Mwenyezi Mungu, yeyote na ambaye amekamata baraka zangu afyekwe ama aondolewe na malaika Mikaeli katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Fungua kinywa chako, ambia Mwenyezi Mungu, kama ni afya yangu na ambaye imekamatwa kwa muda, kama ni maisha yangu ambaye imekamatwa kwa muda, kama ni kuinuka kwangu kumekamatwa kwa muda, kama ni kupanuka kwangu kumekamatwa kwa muda, ni watoto wangu
wangu labda amekamatwa kwa muda, ambia Jehova siku ya leo, kama vile amenena kwa neno lake ya kwamba ametuma malaika Mikaeli. Omba ukiambia Jehova, leo ni tarehe 21, siku naambia Mwenyezi Mungu alituma malaika wake Mikaeli. Labda umekuwa ukitafuta kazi, labda umekuwa ukitaka kuperform vizuri kwa masomo, labda umekuwa ukiambia Mungu nataka biashara, labda kuna milango ya finances umekuwa ukiambia Mungu afungue. Ndio iliachiliwa kitambo. Baraka zako, kazi yako iliachiliwa kitambo, kipawa yako iliachiliwa kitambo, kupanuka kwako kuliachiliwa kitambo. Lakini kuna watu na ambao waliinuka, kuna watu na ambao walijiinua, wakakamata wakapinga maisha yako. Umeishi kujiuliza maswali, lakini leo ni tarehe 21, siku naambia Mwenyezi Mungu alituma malaika yake Mikaeli kutetea Danieli. Wewe ndiye Danieli wa siku ya leo. Hata kama uko mahali hapa, hata kama unanitazama, hata kama unanisikia, labda sauti na kufikia, umekuwa ukilia Mwenyezi Mungu, umekuwa ukiomba Mwenyezi Mungu, unaambia Mwenyezi Mungu nikumbuke, unaambia Mwenyezi Mungu tazama, nimeishi na kilio, nimeishi kutafuta maisha mazuri, nimeishi kutafuta kazi, imeshindikana. Lakini umenena kwa neno lako ya kwamba unatuma malaika wako. Ambia Mwenyezi Mungu siku ya leo, ama vile ulituma malaika Mikaeli, malaika Mikaeli akashuke kwenye maisha yako, kwenye ya spiritual horror, akaweze kupingana, akaweze kupingana na kila ngome na kila roho ambaye imezuilia maisha yako. Ambia Jehova siku ya leo, hata wakati unapenda kupaka mafuta, kila ngome na kila nira, kila vifungo zote na ambazo zimekuwa zikigandamiza maisha yako, zote zing'oke na ziondoke katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu, tazama siku ya leo, nainua Bwana majeshi kila mtoto, my God, my Father, mbele zako, nainua kila moja mbele zako. Wengine Baba wameishi na kilio, wengine my God, my Father, kuna wachai wa kiroho, wengine Baba kuna my God, maombi chafu ili mfalme, ili kupinga watoto wako, ili kupinga hata mlima, ili kupinga hata watoto Jehova, ili kupinga hata masomo, ili kupinga mambo ya kwenda ng'ambo. Lakini Jehova siku ya leo tunatangaza na tangaza malaika wako wa vita, malaika Mikaeli ashuke sasa, ashuke sasa, avunje ngome, avunje magano, avunje nira, ango hizo vita. Malaika Mikaeli tembea sasa, tembea sasa, my God, my Father. Hata wale Baba walifungwa my God na uchai wa bakuli, walifungwa na uchai my God wa nyungu, walifungwa na uchai wa chupa, wengine walifungwa Baba na uchai wa mavazi, wengine Mungu wa rehema kuna picha zao zilipotea, wengine my Father una mavazi ilipotea, wengine Bwana walifungwa kupitia ndoto, wengine Jehova kazi zao ziling'olewa, wengine Mungu wa baraka una mambo ya Baba ilibadilishwa. Jehova my Father and my Father, Jehova my Father and my Savior, Jehova siku ya leo wacha nguvu zako Bwana, wacha malaika wako, malaika watakatifu, malaika Mikaeli Jehova akashuke, malaika wa vita afungwe hizo kazi, afungwe hizo biashara, afungwe hizo kazi, afungwe hizo milango ya ng'ambo, afungwe hizo vipawa, afungwe hizo finances, afungwe watoto wa Jehova, afungwe washirika wa mlima huu, afungwe wazee wa mlima huu, afungwe wa mama mlima huu, afungwe wanalika na watoto, afungwe watu wa baraka. Jehova Shaire, Bwana majeshi, Baba tembea, Jehova tembea, wacha malaika wako waaminifu watakatifu Baba wakashuke. Wengine Bwana wameinua vita inyume Bwana na watoto wako, wengine Jehova wameshikana mikono ili kugandamiza kazi yako Bwana. Malaika Mikaeli, malaika wa vita, malaika wa vita, malaika wa vita, malaika wa vita, tembea Jehova, tembea Bwana, ikoroka Baba, ikoroka Jehova. Malaika Mikaeli, malaika Mikaeli, shuka Jehova, shuka sasa, shuka sasa, shuka sasa. Familia zikombolewe, biashara zifunguliwe, kanisa likombolewe, Jehova wachungaji wafunguliwe. Bwana mabwana tembea, malaika wako washuke sasa Jehova sama, hata kwenye hizo kambi Jehova za maadui. Malaika Mikaeli tembea, Jehova tembea, malaika Mikaeli tembea, malaika Mikaeli tembea, malaika Mikaeli tembea, malaika Mikaeli tembea, hata kwa hiyo maficho. Wengine Bwana wamebadilisha hata kanzu zao, wanainua vita dhidi yetu Jehova. Malaika Mikaeli shuka ridima ya paseke remeketeria sandolibia la mosa yeko ya mazeke
rima konteriria, Jehova raiti yako, Jehova ribina, Jehova rinikura, Jehova rivineta, Jehova ririayo, ramikote ribinayo, Jehova tembea. Watoto wako wameishi na kilio, wanaishi na kuteseka, wanaishi na kustajika. Jehova Jireh, wengine Bwana wanahitaji kazi zao zilikamatwa, wengine Bwana wamefika mwisho, wanalia usiku na mchana. Bwana majeshi, Mungu wa Danieli, Mungu wa Danieli, shuka Bwana, shuka Jehova, shuka ridimo, shuka Bwana. Esuririma rabosheke rima koteria rinae master, Jehova ridimo, raiti yako Bwana yako zeke rini masaya rabinima sakoteria ramikoteri rimimbia saya. Jehova rima, Jehova rinima, Jehova rinima, Jehova rinima, Jehova sima ramikote siba kabira wa Yuda. Tembea sasa, tembea sasa, tembea sasa, tembea sasa leo Bwana, ikiwa ni ibada ya mafuta Bwana. Jehova Shama, neno lako Baba linatuambia wakati Daudi alitoa mafuta, kuanzia siku ile Roho wako Mtakatifu ashukae na kibali, ashukae na baraka, ashukae Bwana utetea watoto wako. Alishuka Bwana hata siku ya leo. Ninatangaza wale Bwana wamekamatwa, wamefungwa, wamezuiliwa, maisha yao imekamatwa, milango yao ya ng'ambo imekamatwa, waachiliwe katika jina la Yesu. Bwana majeshi, wanaosikia sauti Bwana na wamefungwa waachiliwe. My God, my Father, wafunguliwe. Jehova Shama, wale my God hawana vipawa wapokee vipawa. Wale Bwana ni wachungaji wafunguliwe, hizo vipawa zifunguliwe katika jina la Yesu. Wale Bwana wanahitaji Bwana biashara, wapokee hizo biashara. Hata Bwana online viewers mari waliko wafunguliwe, 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 wafunguliwe katika jina la Yesu. Bwana majeshi, siku ya leo Mungu wa baraka ukamwambia Isaia ya kwamba Baba akanena wana wa Israeli akawaambia kwamba kila nira na ambazo zimefungwa shingoni mwao zinavunjika, zinang'ooka. Wengine Bwana mali hapa Jehova wamebebeshwa magonjwa, wamebebeshwa vita za kiroho. Wengine Bwana unalaana, wengine Jehova una madhabahu, wengine Bwana Jehova ni vifungo. Baba ninakuita Jehova, nakulilia Baba, kubali kuwafungua. Wengine familia zao Jehova walifungwa, wengine Baba una watu dadi walitembea kwa mashamba yao wakachukua mchanga wakaroga ile mchanga. Siku ya leo Bwana malaika wako Mikaeli, jeshi la vita la mbinguni likatembee, 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 likatembee. Jehova Jireh, nadikalia Baba vita Jehova kwenye anga ya kwanza, nadikalia vita kwenye anga ya pili, nadikalia vita kwenye anga ya tatu. Jehova Jireh, kila mchawi, kila muganga, kila nabii wa uongo Baba, kila roho ya madivaina Jehova Shama, ninatangaza moto wako ukachome, ukateketeze, ukavunje, ukang'oe, ukaondoe kila maagano Bwana, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu mwenye nguvu. Niwe Bwana majeshi, unaweza, uko na nguvu Baba, uko na uwezo Mfalme, na hakuna Mungu aliye kama Mfalme. Ninakushukuru Baba, ninakutukuza, ninasema niwe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ninainua Jehova siku ya leo, maana Baba nina imani na wewe, ikiwa ni siku ya mafuta Bwana, unarojapo na ambaro Bwana unaenda Mfalme wa Mfalme Baba kutenda. Jehova Jireh my Father, Baba yangu zidisha neema, zidisha Baba nguvu zako, zidisha Baba utara wako, zidisha maltimo uko wako, zidisha maltimo pako wako. Jehova Shama my Father, my God, ninapanda Bwana malaika wako watakatifu, malaika saba Bwana Jehova ndani ya mafuta Bwana Mungu wa baraka my Father, malaika wa kutetea watoto wako, malaika wa vita Jehova, malaika wa kibali, malaika ushindi, malaika my God my Father wa kuinuka, malaika urejesho, malaika ufufuo, malaika kuinuka kiwango kingine. Ninapanda malaika ulinzi Jehova Jireh my God, malaika wako Bwana my God wakatembee katika jina la Yesu Kristo.
Bwana majeshi ni my savior. Hata watoto wako wanapoenda na mafuta nyumbani, Mungu wa baraka, ninatangaza siku ya leo ya kwamba in my Father, unaenda mfalme kufungua na kubadilisha maisha yao. Unaenda Baba kuwainua kiwango kingine Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza baraka Jehova zikaachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru, Baba ninakuinua, ninasema ni asante, maana Baba kuna kama wewe, na ni katika jina lako Yesu Kristo mwana Mungu aliye Baba nimeomba pia kushukuru na kuamini, Jesus mighty name. Sema amen. Sema amen. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Yesu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ningeomba tukaweze kustarehe in the mighty name of Jesus. Uko mahali hapa ungependa kuokoka, ama ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma na ungependa kuliniwa wokovu wako, ningeomba kwa ishara ya mkono wako kaweze kunionyesha, na Mwenyezi Mungu anaenda kukubariki na kutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Uko hapo ungependa kuokoka, ama ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma na ungependa kuliniwa wokovu wako, kwa ishara ya mkono wako nionyeshe, na Mwenyezi Mungu anaenda kukubariki na kutenda mema in the mighty name of Jesus. Amen. Nashukuru Mwenyezi Mungu maana sisi wote tumeokoka. Tujipigie makofi mazuri. Tujipigie makofi mazuri. Tujipigie makofi mazuri. Hiyo sio makofi ya Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Tukae ndani ya wokovu na tushikilie wokovu katika jina la Yesu Kristo. Despite anything, despite whatever may arise. Bwana ape sifa. Tushikilie salvation na najua kwamba Mungu anaenda kutubariki na kutenda mema. Bwana ape sifa. Kwa hii nafasi ningetaka nichukue wakati huu nikaweze kuingia kipindi kingine, tukaweze kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka zetu na matoleo yetu katika jina la Yesu Kristo. Tukaweze kujiandaa, tukaweze kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka zetu na matoleo yetu in the mighty name of Jesus. Na tunapojiandaa, ningependa nitangaze matangazo kidogo ya kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku na ambayo imekuwa ya baraka, siku na ambayo Mungu aliitenga na akaiweka wakfu ya kwamba tukakutane kwa nyumba yake. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na na imani ya kwamba kuna jambo Mungu anaenda kufanya kwa maisha yetu katika jina la Yesu. Sema amen. Leo ikiwa tarehe 21 mwezi wa 6, siku na ambayo ni siku ya mafuta, siku na ambayo tunaenda hata kupeana mafuta. Bwana apewe sifa. Kila moja unaenda kubeba ama kwenda na chupa yako ya mafuta, na najua kwamba Mungu uzima anaenda kukubariki na kutenda mema. Sema amen. Na niwaambie hivi, hata wakati unapoenda nyumbani, kuna jambo na ambalo siwezi taka sisi wana wa Hope Celebration Church tufanye. Sema amen. Bwana apewe sifa. Yokia mwenzako umwambia kwamba usifanye mafuta kuwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapo ndipo watu wengi wanakosea. Bwana apewe sifa. Unapata ya kwamba unatumia mafuta isivyofaa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Na unapata ya kwamba siku hizi hata inanishtua ya kwamba unaweza pata na mtu atabeba chupa ya mafuta aende nayo nyumbani. Utasikia mtu tu amesimama akakwambia hiyo mafuta ichukue uifanyie jambo fulani. Bwana ape sifa. Kinyume na kile kitu na ambacho kimekusudiwa mafuta, inaweza geuka mtu. Sema amen. Na unapata ya kwamba hiyo ndicho wachungaji wengi hatutaki kuambia watu ukweli. Bwana ape sifa. Wakati unapopakwa mafuta ama wakati unapobeba chupa kama hii ya mafuta, Bwana ape sifa, juu ya kwamba njia zako zinafaa kuandamana vizuri na mambo ya kiungu ama mambo ya Mungu. Sema amen. Maana nimesikia hata kuna mtu aliniulizanga ya kwamba wakati mchungaji alikuja kwangu na akamwaga mafuta kwa biashara yangu, kuanzia ile siku biashara ni kuisha iliisha. Sema amen. Lakini wakati tulipokuwa tunaongea na yeye, nikagundua ya kwamba kumbe ile mafuta aliipeleka mara pale, na wakati alipopeleka mara pale yule mchungaji akaimwaga. Mchungaji hakuwa na shida yote. Sema amen. Lakini wakati alipoimwaga, yule mtu alifanya kile kikao, kuanga kikao cha kusengenya au ile kanisa ama kusengenya
ama kuwa kikao cha masengenyo. Sema amen. Bwana apewe sifa. Nikwambia kwamba mafuta hubeba Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu. Sema amen. Na ndiposa neno la Mungu tuambia hivi, wakati Daudi alitiwa mafuta, Roho wa Mungu alishuka ama kaingia ndani ya Daudi. Sema amen. Na nikwambie mtindo ya Roho Mtakatifu hapendi mahali na ambako kuna mambo ambayo haifurahishi Mwenyezi Mungu. Sema amen. So ni kama vile tukiwa shule tunasomanga opposite na inakuanga opposite na nimesoma, unajua si tu kusoma sana, inaitangwa opposite na ni plura ama ni singular. Bwana apewe sifa. Ni kama waambie mtu kuja rudi, si ni opposite. Bwana apewe sifa. Wakati Roho Mtakatifu wa Mungu anapoondoka, roho mchafu wa shetani huingia. Sema amen. Tumeshika hapo. Wakati Saulo alitiwa mafuta ya kuwa kiongozi ama mfalme wa taifa la Israeli, wakati alianza kuenenda kinyume na mambo ya Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu alimuondokea, naye roho mchafu wa shetani akamuingia. Sema amen. So hata wakati unapobeba mafuta yako, usitumie kwa njia mbaya. Sema amen. Hili ni sanduku lako la agano na usiliabudu kama Mungu wako. Sema amen. Nguvu za Mungu ambazo ameachilia ndani ya mafuta ndizo na ambazo zitakwaza kutetea. Sema amen. But usikue wale watu na ambao wamefika kiwango cha wamechukua mafuta kama miungu yao. Na ndio maana unapata ya kwamba every time wameenda nayo nyumbani wanakuwa disappointed. Sema amen. Wanaanza kusema ya kwamba hakukuwa na Mungu. Na ndio maana unapata imefika mahali hata wachungaji wameanza kuuza mafuta. Bwana apewe sifa. Sio jambo jingine, ni wamekosa ufahamu wa kutabua ama kujua maana ama kilicho ndani ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. So hata nanyi mlio mahali hapa, wana madhabahu ya Hope Celebration Church, hata wakati unapobeba chupa yako ya mafuta, itumie sawasawa na vilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine nilisikia amesema ya kwamba atatumia mafuta akamate mzee, atakuwa anamwambia anakohoa anaitika. Sema amen. Kumbe wakati alipofanya hivyo, Roho wa Mungu aliondoka mara pale akabadilisha, ndoa ikaisha. Makosa ni ya nani? Bwana Yesu asifiwe. So hata nasi tulio mahali hapa, hii mafuta itumie vizuri na utaona mkono wa Mwenyezi Mungu. Sema amen. Unaweza kuwa labda umeenda kutafuta kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jipaka, lakini usitumie kama hiyo ni kitu nataka tushike. Usitumie mafuta ama ukaichukue ikiwa Mungu wako. Sema sisi kama tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja? Amen. Mungu awabariki. Mimi nataka mlima huu wa Hope Celebration Church tupelekane vizuri na Mwenyezi Mungu ili tukaweze kuona mkono wa Mwenyezi Mungu. Sema amen. Bwana apewe sifa. Na ujue jambo ya kwanza, hata wakati unapoitumia, kibali ya Mungu hukutangulia hata kabla haujafika mahali na ambako unaenda. Sema amen. Na najua kwamba wengi mnaenda kushuhudia kwamba kuanzia siku ya leo kuna jambo linaenda kubadilika kwa maisha yako. Sema amen. Labda ulikuwa unang'ang'ana labda kimaombi, kimaisha, ulikuwa unang'ang'ana hata labda kimasomo. Kuanzia siku ya leo Mwenyezi Mungu abadilishe katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana apewe sifa. Na Mungu aachilie kibali kisicho cha kawaida ndani ya maisha yenu. Kama kuna mahali haungeingia na ni mahali pazuri pa baraka, kuanzia siku ya leo Mungu akupe ushindi, upenye zaidi in the mighty name of Jesus. Sema amen. Bwana apewe sifa. Na jambo la pili, hii mafuta ni mingi sana. Inaweza onekana ikiwa ndogo, lakini mafuta ni mingi. Sema amen. Hii ni mafuta inaweza kupeleka hadi mwaka kuisha. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Usikue mwingine alipewa mafuta akachukua chupa mzima ya kwanza na ya pili akaweka yote kwa mdomo atiri majini iondoke ndani ya tumbo yake. Sema amen. Bwana apewe sifa. Itumie vizuri na najua kwamba Mungu anaenda kukubariki na kutenda mema. Na niseme ya kwamba kwa mlima Hope Celebration Church we don't sell the anointing. Sema amen.
hatuuzangi mafuta. Bwana apewe sifa. Tunapeana free and free indeed katika jina la Yesu Kristo. So ningeomba tukaweze kuandaa sadaka zetu katika jina la Yesu Kristo. Tuandae sadaka zetu kiweze kumtolea Mwenyezi Mungu. Anajia kwamba Mungu anaenda kuwabariki na kutenda mema katika jina la Yesu. Inua sadaka yako juu. Nialike Sister Rusi aombe sadaka. Anajua kwamba Mungu anaenda kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Tuandae sadaka zetu. Tuinue sadaka zetu juu kwa mkono wako. Inua sadaka yako kwa mkono wako juu. Amen. Na ufunge macho yako in the mighty name of Jesus. Karibu. Tene na tuombe. Mwathani thiini wa ritwa na thakame ya mũrũguo kĩgongona gĩa thana kĩa ũthingu, we ndũnogaga nĩ gwĩtwo nĩ ithuĩ Ngai witũ, nĩ tondũ kuma rĩrĩa gũkĩire nĩ tũgwĩtĩte na nĩ tuonete guoko gwaku kũrĩ igũrũ ritũ Mwathani. Thiĩ na mbere na gũtuĩka maũndũ ma thana, thiĩ na mbere na gũtũkinyĩrĩria wega waku. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũtũhete tũke tũrute thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani, nĩ tondũ nĩ ugaga nyũmba yaku tũbatiĩ gũka tũcemete, ona nĩ tũbatiĩ gũka tũkuĩte kĩndũ Ngai witũ. Na rĩu nĩ tondũ nĩ ũtũhotithĩtie gũka na kĩndũ, nĩ wega, nĩ ngatho tũgũgũcokeria. Gĩthiĩ na mbere na kũihũrĩrĩria mĩhuko itũ, thiĩ na mbere na gũtũrathimĩra mawĩra maitũ Mwathani, thiĩ na mbere na kũrathima wĩra wa moko maitũ, nĩgetha tũkonaga gĩa gũka kũruta nyũmba yaku Ngai mwega. Baba mwega na mũthingu, kwaya gũkorwo gatagatĩ gaitũ nĩ kũrĩ matarĩ Mwathani, ti ũndũ wa atĩ nĩ kwaga maima nacio maga gũka nacio Ngai, no nĩ tondũ wa hinyĩrĩrĩku matirĩ Mwathani, onao gĩtakũmeka maũndũ ma tha na ma ũtugi. Ũkĩrathima arĩa menacio Mwathani, ona arĩa matarĩ gĩtakũmarathima, nĩ tondũ nĩ wĩiyũrĩtwo nĩ tha na nĩ wĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Na nĩgetha rĩrĩa cikũingĩra nyũmba-inĩ yaku Ngai, cihote kũruta wĩra wa nyũmba yaku Mwathani. Ndarathima mĩhuko ya andũ aku Ngai, reke ĩtuĩkage ya kũihũrĩrĩkĩra Mwathani, ona gwata gũitakagĩrĩra, nĩgetha monage gĩa gũka kũruta nyũmba yaku Mwathani. Ndagĩtiganĩria na kũrĩ we Ithe witũ, njũĩ atĩ nĩ ũgũtũigua na nĩ ũgũtwĩka maũndũ ma tha na ma ũtugi, kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa mũrũguo ũcio Jesu Kristo twahoya na rĩu ningĩ twacokia ngatho. Amen. Amen. Mungu uzima akubariki na akutende mema in Jesus name. Sema amen. Ningepa tukaweze kuleta sadaka zetu ili tukaweze kuingia katika kipindi hicho kingine, kipindi kingine cha anointing, na najua kwamba Mungu anaenda kutubariki na kutenda mema in the mighty name of Jesus. Kama unatuma kupitia nambari ya simu ni 0721 282 452. Nirudie tena 0721 282 452. Nirudie mara ya tatu ya mwisho 0721 282 452. Najua kwamba Mungu anaenda kuwabariki na kutenda mema in Jesus name. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakumbuka ya kwamba tuko na baba yetu wa kiroho ambaye ni Apostle SK. Mahali aliko, we wish him a happy Father's Day, na Mungu uzima ambariki na amzidishie neema katika